What's up guys, welcome back to my beautiful YouTube channel. It's a girl Dorcas Wangeki. Yes guys, karibuni sana to today's video. If you're new here, kindly hit that subscribe button, and if you're a returning subscriber, karibu sana. So guys, we are on a mission, road to 1,000 subscribers. Currently tuko 437. Yeah, if I'm not wrong, 437. Hapo ndo tumekwama for the last like I don't know 1 month 2 months. Sijui mbona tumekwama hapo. So guys, kama una watch hii video for the first time na uja subscribe, kindly do me the honors, subscribe tufike 1,000 subscribers. Na kama una watch for the third fifth time na bado uja subscribe, kindly do so, subscribe tufike 1,000 subscribers. Na pia kama una watch na umesubscribe, kindly do share to your friends, your family members, waambie subscribe tufike 1,000 subscribers. Yes, what a break. So guys, on today's video nataka tuongelee some few things, two or three things. Ya kwanza ni Diamond Platnumz na Zuchu, mtoto wao venye amekuja akakuwa na madodo nini. So tunasema ni Diamond ndio the cause marafiki wengi wanalikuja ni marafiki wa Diamond and all that, and yeah, si ndio kweli? Kuna mtu amekata I mean, but pia Zuchu amechangia to some extent, cause hao marafiki wa Diamond pia ni marafiki wa Zuchu, you know. Na pia kama Zuchu angewakosea angekuja kusalimia mtoto amletee mado, cause yeye mtoto sasa ni billionaire na hajafika hata mwezi. But anyway, yeah, anyway, that aside, you got some update kidogo. So let's talk about politics, 2027 politics. So guys, Sifuna amejitokeza Riz akasema that anataka kuva for president. On the other side, the deputy party leader of Jubilee, who is Fred Matiang'i, amejitokeza pia akasema anataka kuva for president. So bado Kalonzo, Martha Karua, who else is a strong candidate huko? Nani mwingine? Okay, maybe those two for now ndo wanaweza vie for president. So we are sisi mimi acha nijongelele mimi kama Linda Mwananchi, like niko na ka ish kidogo, cause I love Sifuna. Na nataka mimi niliwaambia ile position yote yenye Sifuna atavie for tamvotia. But on the other hand, I love Matiang'i akiwa kwa education was thriving. I mean, hakukuwa na hizo mambo mingi za kudia mtihani sijui nini. Hakukuwa na hizo mambo za strikes, juu watu wamechoma shule wamerudishwa home nini. Sasa angekuwa ameongea stand na imefanyika hivyo venye amesema. So I love both of them. Napenda Matiang'i, napenda Sifuna. So my worry is wote wasimame wakose kuelewana either way, cause wanaweza elewana wakuja waseme Matiang'i will be the president and you know Sifuna will be the vice president, ama waelewana waseme Sifuna will be the president and Matiang'i will be the vice president. But now what if they don't agree, they don't come together and agree to to be together? Kila mtu avae for the seat of the president kando. Najua sio ni kugawana votes, cause kuna watavotia Matiang'i, kuna watavotia Sifuna, na wengine watavotia President Ruto. So and that being said, there's a high chance of Ruto winning, you know. But if they come together, you know, mmoja kwa president mwingine vice president, wakwe pamoja, alafu so ikuwe ni option mbili peke yake. Tapo tuko na Ruto, tuko na Matiang'i na Sifuna. Of course Sifuna na Matiang'i watashinda, but now if they are separate, it's very hard. Na pia I thought about this yesterday. I was thinking that what if Matiang'i be the president and vie for president and Sifuna be the deputy president?
na nikajiambia kuna kitu itawaka hapo. Waluya wenye wana support Sifuna walimwambia we will only support you if you vie for the president seat. So akivie for the deputy president, I don't think they will support him, you know. Aya, na pia on the other side kuna hiyo possibility ya Sifuna kwa the president na Matiang'i kwa the deputy president. Now it doesn't make sense. It doesn't make a lot of sense. One, Matiang'i has been the politics game for a long time. Hata miaka ameshinda Sifuna na mbali sana, you know. So ni mkubwa kwa Sifuna, amekuwa kwa politics for a long time, and I think I don't see it fit that Sifuna anapea Matiang'i directions, you know, atakuwa mkubwa wake. Because unajua saa akiwa Sifuna akiwa president atakuwa anapea deputy wake, you know, like anampea directions, fanya hii. I don't see that happening. So hapa we are very fucked up. sisi kama opposition hapa sijui, but mimi ningeomba tu it sits with me well kama Matiang'i angevie for president, Sifuna kwa deputy president, wajaribu kuongelesha the Luya community, waambie why they've come up with that, you know, idea, ideology and all those things, wajaribu kuelewa ndio wawavutie, you know. Yeah, that's all from me today. I think ndaachia hapo. Yeah, I'll see you tomorrow on my next video. Tuongelele mosha lengine. By the way, one more thing. Kuna judge alienda kotini akasema that the president should be in office for 4 years. Like tunafaa kufanya presidential election of the 5th year after sir president amekuwa sworn in, the 5th year on 8th August, the second week of August, you know. Na inajua inafaa kwa sahi, ilikuwa inafaa kwa jana. Sasa jana ndio tarehe 8, leo ni tarehe 9, you know. So alisema eti constitution inasema that president anafaa ku like akisha kwa sworn in today, sasa amekuwa president, so on the 5th year ndio tunafaa ku vote for another president. So si tuna votingi on the 5th year, you know. Tuna votingi after 5 years na tunafaa ku vote on the 5th year. So saizi ndio tunamaliza 4 years, ndio tunafaa ku vote. Hatufai ku vote next year kwa sababu atakuwa amemaliza miaka 5. Tunafai kumaliza miaka 5, anafaa kumaliza miaka 4. So hivyo ndio alisema. Mimi sijui constitution but ni judge, so obviously anajua. Anyway, walisema wata poll dio nini tukishamaliza elections za next year. Juu sasa hatuwezi shtukia tu watu etie votini sahi, ABC nafaa kujipanga ni nini. So judge akasema tutafanya hii election ya next year, ndio after that ata roll out your case, tujue kama tutakuwa tutavote on the 5th year ama after the 5th year, you know. Yeah, so that's the update. Nilikuwa nimesahau kuambia. Anyway, let me see you on my next video. I love you so much, but I'll have to leave you for now. Kama uja subscribe, kindly do so. Kama umesubscribe, do share to your friends, your family members, waambie wa subscribe to fika 1000 subscribers. Yeah, that's our mission for now, 1000 subscribers. So thank you very much and have a lovely day. Bye guys.